jua na mwezi na nyota 11 vikaninamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Ndugu zake wakamusudu, bali baba yake alihifadhi neno hili. Ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao huko Shekemu. Israeli akamwambia Yusufu, je, ndugu zako hawachungi kondoo katikati ya Shekemu? Njoo nikutume kwao. Akamwambia, mimi hapa. Akamwambia, enenda basi ukaone kama ndugu zako hawajambo na kundi nalo ni salama, ukaniletee habari. Basi akampeleka kutoka bonde la Hebron, akafika Shekemu. Mtu mmoja akamkuta, naye alikuwa anazunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akisema, unatafuta nini? Akasema, na watafuta ndugu zangu, tafadhali uniambie mahali wanapochunga. Yule mtu akasema, wametoka hapa, maana niliwasikia wakisema, twendeni Dothani. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake, akawakuta huko Dothani. Wakamwona toka mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamuue, kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema, mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Ruben akasikia, akamwokoa katika mikono yao, akasema, tusimuue. Ruben akamwambia, tusimwage damu, mtupeni katika birika hii iliyoko nyikani, wala msimguse, ili apate kumwokoa katika mikono yao, amrudishe kwa baba yake. Ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyoivaa. Amen. 28. Wakamtupa katika birika, na hiyo birika ilikuwa tupu, hamna maji. Nao wakakaa kitako kula chakula. Wakainua macho yao, wakaona msafara wa Ishmaeli wanakuja wakitoka Gileadi na ngamia zao, wakichukua ubani na zeri na manemane, wakisafiri kuchukua mpaka Misri. Yuda akawaambia ndugu zake, kwafaa nini kumuua ndugu yetu na kuificha damu yake? Haya, na tumuuze kwa hawa wa Ishmaeli, wala mikononi yetu isizuru, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu. Ndugu zake wakakubali. Wakapita wafanya biashara wa Midiani. Basi wakamtoa Yusufu, wakampandisha kumtoa katika birika. Wakamuuza Yusufu kwa Waishmaeli kwa vipande vya fedha 20, nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Tunaweza kushangilia Yesu. Amen. Naongezea kanzu tatu ya Yusufu au ngazi tatu ya baraka. Unajua, ndani ya maisha ya mtu tuko na ngazi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kama uliavuka hii ngazi, huwezi kuingia na baraka hata siku moja. Unaweza kusema amen. Amen. Hapa Yusufu amezaliwa na familia yake. Alikuwa sio mtoto ya mwisho, lakini alikuwa mtoto kabla ya mwisho. Lakini baba yake mzazi anasema, huyu mtoto nilikuwa napenda sana kwa sababu ni mtoto nimepata na uzee wangu. Hata na akili ya mtu unaweza kusema ki Yusufu anapendwa sana kwa sababu alikuwa mtoto wa mwisho, lakini Yusufu alikuwa na mdogo wake. Sijui kama mtu anaelewa. Amen. Yusufu alikuwa na mdogo wake. Sasa ukitaka kuelewa na macho ya kimtu, huwezi kuelewa. Neema ndani ya maisha ya mtu, ya kwanza inatoa kibali. Ya pili inaleta kitu, inaleta upendo. Lakini mtu wote anazaliwa na nyota na maisha yake au kitu inaitwa neema. Lazima ujue ke maisha yako itakuwa maisha ya vita.
Amen. Unaishi sio maisha ya kawaida, kwa sababu vita inakuja na maisha yako sio kwa sababu tumepanga kitu, lakini vita inakuja na maisha yako kwa sababu shetani anataka kuiba kitu Mungu ameweka ndani yako. Biblia inasema shetani ni mwizi, anataka kuiba. Shetani hawezi kuja kwako anakuja kuiba TV au radio, hamna. Shetani anakuja kuiba hadi ya Mungu ndani ya maisha ya mtu. Hata Yusufu alikuwa amezaliwa na hadi ya Mungu. Kwa njia ya kuzaliwa yake alikuwa na neema ya kuota, lakini na mandoto zake, siku moja ameenda kuona familia yake nyota 11 imepiga magoti mbele yake. Hata familia yao mzima walikuwa 12. Sasa baba yake anatafsiri, anasema ndio mimi na mama yenu nao ndugu zako tutapiga magoti mbele zako. Hata ilikuwa tena na sheria ilikuwa imeweka, mtu anaweza kupiga magoti mbele ya mtu, ilikuwa unapiga magoti mbele ya Mungu peke yake au mbele ya ufalme au mbele ya mzazi. Sasa itakuwaje sisi wazazi yako tupige magoti mbele yako mdogo? Hii ndoto imeleta vita na maisha ya Yusufu. Nataka kumwambia mtu mmoja, unaweza kupata vita na maisha yako. Usitafute kwa nini mimi napata vita. Ukiona vita inaendelea na maisha yako, kwa sababu kuna kitu ya Mungu ndani ya maisha yako. Mtu yoyote anazaliwa na kitu fulani ya Mungu. Kote anaenda, namba moja atapendwa, namba mbili atapata kibali, namba tatu atapokea vita. Huyu vita inakuja sio kwa sababu anapenda, lakini huyu vita inakuja kwa sababu shetani anataka kuiba kitu Yesu alikuwa ameweka ndani yake. Sasa Yusufu alikuwa anaishi maisha vizuri sana, lakini baada ya kupokea ndoto ya mwisho, baba yake alikuwa anapenda Yusufu sana. Ameenda kumnunulia Yusufu nguo, lakini nguo ilikuwa na rangi tofauti. Amen. Ilikuwa na rangi. Na historia ya zamani, nguo ya rangi ilikuwa kwa ajili ya familia ya ufalme tu. Maana yake mtu yote anaishi nje ya familia ya ufalme hawezi kuvaa nguo ya rangi. Sasa imeleta wivu kubwa sana. Itakuwaje tumezaliwa wingi, lakini huyu mtoto yeye peke yake anunulie nguo ya bei? Nataka kumwambia mtu mmoja, ukiona hata na familia na kazi kote unaenda unapata vita, usiogope, kwa sababu Mungu ni baba wa watakatifu. Amen. Yesu aendelee kusimama kwa ajili yako. Namba moja, wewe endelea kukaa sawa sawa na Mungu. Yusufu alikuwa anapenda sana familia yake. Hata ndugu zake walikuwa wanajiandaa, wanakaa pamoja, wanaona kitu gani, jinsi gani tunaweza kufanya tupoteze ndugu zetu, kwa sababu tukiendelea kuishi na huyu ndugu atafanyaje? Siku moja atatawala juu yetu. Amen. Amen. Sasa na akili ya familia ya Yusufu walikuwa wanawaza, kwa baba Yusufu alikuwa na pesa. Wamesema mama mwingine baada ya kufa baba au baba ataachia utajiri zote na yeye mtoto. Sasa mtoto anaanza kunyanyasha sisi. Kitu tufanyaje? Tumalizane na huyu mtoto. Shetani anapanga vibaya kwa ajili yao, lakini Mungu ameshikilia na mkono wa Bwana. Hakuna mtu anayeweza. Amen. Ameshikilia na mkono wa Mungu. Hata watu walikuwa wanapanga, lakini tayari Yusufu yuko na mkono wa Mungu. Amen. Mmoja Israeli amesema, nataka upeleke chakula na nani? Na bandugu zako walikuwa pa mahali wanapema na wanalisha kondoo. Amen. Amen. Yusufu amechukua chakula anapelekea bandugu zake. Njiani anaenda, amefika mbali. Bandugu zake wametazama kwa mbali. Wamesema, angalie mwenye ndoto, mwenye maono anakuja. Leo tutamalizana na yeye. Tutaangalia sehemu gani huyu mtu anaweza tena kufanya nini ndoto zake inaweza kutimizwa. Unajua kuna watu wanapanga jinsi gani wewe unaweza kupotea. Watu wanapanga jinsi gani wewe unaweza kupotea kabisa na limwengu ya mwili, lakini hakuna mtu anaweza kutoa mtu ameshikilia mkono wa Bwana. Amen. Kama anakuja, watu wanapanga, amefika ameshikilia na familia yake mwenyewe. Nataka kumwambia mtu mmoja, vita ya kwanza ya maisha ya mtu inaanza na familia. Ukitaka Mungu aanze kufanya mambo makubwa na maisha yako, namba moja, lazima ushinde vita ya familia yako. Kwa sababu kama bado hujashinda vita ya familia, maana yake bado uko na ngazi ya kwanza. Huwezi kupata vita ya nje, huwezi kushinda vita ya nje. Lazima uanze kushinda vita ya familia. Yusufu alikuwa na vita hii, ilikuwa inazunguka maisha yake. Ilikuwa vita yeye na ndugu zake. Ilikuwa vita sio yeye ndiye ameanzisha, lakini shetani alikuwa anataka Yusufu apoteze kitu ndani yake.
siku moja na maisha yako ubadilike kwa sababu ya mazingira. Usikubali hata siku moja na maisha yako usibadilike kwa sababu ya vitu vinakuja mbele yako. Hata watu wanaweza kufanya vitu gani ndani ya maisha yako, baki jinsi ulivyo, kwa sababu Mungu anaongea kama mtu ya mwisho. Watu wanaweza kuanza mtu ya kwanza, ya pili, ya tatu, lakini Mungu anasimama tu mtu ya mwisho. Hapa Biblia inasema Yusufu amekuja, wameshika Yusufu. Shida yao ya kwanza ilikuwa nguo, kanzu Yusufu alikuwa anavaa. Wamevua kanzu yake, wamechukua Yusufu, wametupa ndani ya shimo ya maji. Wamesema huku tunajua kama na mchemchemi ya maji ndani, atafanyaje? Atakufa. Lakini walikuwa wanasahau mtu yuko na neema ya Mungu ndani ya maisha yake, haina tabia ya kukufa. Amen. Est-ce que mtu mmoja anaweza kusema amen? Amen. Ukiishi na neema ya Mungu ndani ya maisha yako, hata unaweza kupita sehemu gani, wewe huwezi kufa. Amen. Mimi hapa naongea, mimi 2014 nimewekea sumu hapo. Na hospitali nimekataa, wamesema hapa wameweka sumu na IC ya nenda ni IC ya chuma ya hotel maji kwa na kapost. Wameweka sumu na chakula, wameweka na maji, wameweka na mic. Wameweka sumu na perfume, wamekuja wamepuliza kwenye vitu zangu ya kuvaa. Nimefika hospitali, wamesema wewe hawezi kuishi. Lakini ukishikilia mkono wa Mungu, Mungu anaweza kubadilisha hali yako. Amen. Unaweza kusema Mungu lazima tumalize na huyu mtu. Lakini Yesu akisema kwa ajili yako, hakuna kitu mbaya inaweza kufanyika. Kwa Yusufu anatupa Yusufu mahali huyu mtu hawezi kuishi. Lakini Mungu anasema tayari Yusufu anashuka, amekuta maji imekauka. Huku chini kwa na mchemchemi ya maji, lakini mtu alikuwa ameweka mchemchemi ya maji pale amekausha. Amesema lazima mtoto wangu hata huku aishi. Amen. Anaishi na neema ya Mungu ndani ya maisha yake. Hawezi kufa kama mtu wa kawaida. Ndio Biblia inasema na Zaburi 82 mstari ya Zaburi 82 mstari ya 6 na 7. Mungu anashangaa kuona watoto wake ni watoto wa ufalme wanakufa kama watu ya dunia. Maana yake wewe kama mtoto wa ufalme huwezi kufa kama mtu wa kawaida, kwa sababu Yesu anaishi ndani yako, ni Mungu kuu. Yesu yuko ndani yako. Wewe na Yesu unaweza kufanya mambo hii inapitilisha akili ya watu, kwa sababu Yesu mwenyewe na wewe unaweza kufika na malengo yako. Amen. Yusufu ameingia ndani ya shimo huko pale. Hapo ndugu zake wanapanga. Wamesema tayari ameshaingia. Sasa lazima tuchinje huyu mtu. Wamesema tutafute wachinja. Sasa Biblia inasema, unajua ukijua hata tafsiri ya manamba inasaidia sana. Namba ile ni namba ya ufungulivu. Amen. Amen. Siku Mungu alikuwa anakupa manamba na watoto wa Israeli. Namba ile ni namba ya ufungulivu. Hata mtoto ya 4 ya familia ya Yusufu anaongea na ndugu zake, kwa nini tuchinje ndugu zetu? Acha tuuze tu. Kwa ajili gani? Mungu mtakatifu imeshuka. Anataka afungue Yusufu kupitia nani? Ndugu zake mwenyewe. Nataka kumwambia mtu mmoja, hata unapita shida gani ndani ya maisha yako, hata ndani ya familia, usiache kupenda Mungu. Mungu anataka kuonyesha nguvu ya Mungu ndani yako ni zaidi ya kila kitu. Amen. Unaweza kufanya mambo ili kutimiza akili ya watu. Amen. Amen. Mungu anaweza kufanya mambo ili kutimiza akili ya watu. Hata mahali watu wamesema waupendi wawezi kukusaidia, Yesu anaweza kukusaidia. Amen. Usiogope vita ya dunia. Usiogope vitu inatokea na maisha yako, kwa sababu wewe na Yesu inawezekana jana umepita maisha magumu sana, lakini sasa hivi Mungu anaweza kubadilisha maisha yako. Ndani ya shimo watu wanasema leo lazima tumalize. Ni mtoto ya 4 amemaliza tu kusema. Wamesema acha tuuze Yusufu. Moja kwa moja mtu ya kununua Yusufu amepatikana. Maana yake ilikuwa malaika huyu Mungu alikuwa ameweka kwa ajili ya kutoa Yusufu na mikono ya watu vibaya. Na mwambia mtu mmoja, hata huko ndani ya mikono ya watu wabaya Mungu atakutoa. Amen. Mungu ya watu wa Mungu, Mungu ya watakatifu. Mungu hawezi kuacha mtoto wake apite maisha akufe pale na maisha mbaya, haiwezekani. Mungu anatoa mtoto wake na maisha tunaona. Ndio umeona hata unapita matatizo fulani. Hii mtawezi kujua hii matatizo gani. Wewe baki salama na Mungu. Mungu ya matatizo watu wanaweza kubadilika. Watu wanaweza kusema, watu wanaweza kuongea, na watu wakujui wanaweza kuongea. Lakini wewe baki salama na Mungu, kwa sababu Mungu ni baba ya watakatifu. Yesu akisimama, anasimama tu mtu ya mwisho. Yusufu ameuzwa, ameenda. Sasa huyu watu wamebaki. Wameenda sasa kufikiria tutafanyaje?
tukipeleka habari vipi? Nataka umwambie watu wanapigana na wewe, wanatafuta shida na maisha yako, wako na akili mara mbili zaidi yako. Wewe kitu inaweza kusaidia tu, ya kwanza ni maisha matakatifu, ya pili ni Roho Mtakatifu. Vitu miwili inatosha kubadilisha historia ya maisha yako, kwa sababu mtu ya nne anakuja kutoa ndani. Mtu ya nne ni Yesu mwenyewe. Unaona, siku moja nchi ya Israeli ilikuwa na njaa sana. Siku moja nabii ametokeza, ameona ufalme, amesema kesho na muda kama hapo watu watakula, watatupa chakula. Mkuu ya jeshi yake amesema haiwezekani, hata Mungu amefungua dirisha ya mbingu, hii vita haiwezi kufanyika. Baadaye amemwambia utamwona lakini huwezi kula. Hii vita imefanyika hivyo hivyo. Imefika muda huyu nabii atimizwe. Kitu gani inafanyika? Biblia inasema Roho Mtakatifu imeshuka ndani ya watu wanne walikuwa na magonjwa. Hii magonjwa ilikuwa mwili inaachia. Baada ya Roho Mtakatifu kushuka ndani ya watu wanne, huyu watu wanne wamesema tukibaki hapa tutakufa. Tukienda siri kama tujafa tutakula tutaishi, acha tuende pale. Wameanza kutembea huku wanasikia makelele ya majeshi inakuja. Nchi mzima imekimbia watu wanne. Nataka kumwambia mtu mmoja, Yesu anaweza kubadilisha maisha yako. Katika maisha magumu sana, Mungu anaweza. Siku mwingine Shadrach, Meshach, Abednego wametupa ndani ya moto. Amen. Wamesema tumemaliza na huyu watu wanafurahi. Lakini ndani ya moto Biblia inasema mtu ya nne ameshuka. Huyu mtu ya nne baada ya kushuka, furaha imeingia ndani yako. Watu ndani ya moto wameanza kucheza. Kwa sababu gani? Mtu ya nne anaitwa Yesu Kristo. Akishuka ndani yako, lazima historia yako ibadilike. Mtu ya nne akishuka na maisha yako, lazima mambo mapya yaanze kufanyika. Leo tunateseka sana kwa sababu tunatafuta watu na maana ya kutafuta Mungu. Ukitafuta watu utashindwa. Ukitafuta watu utaumia. Lakini ukitafuta Yesu, hata leo utaumia. Tutaendelea, tutasoma Mwanzo, bado niko na kazi ya kwanza 37. Tutasoma 31 hadi 36. 37 tunaanza mstari 31 hadi 36. Pale mahali mlikuwa umeishia unaendelea 31 36. Wakaitwa kanzu ya Yusufu, wakachinja mwanambuzi na kuichongia kanzu katika damu. Wakaenda nayo ili kanzu ndefu. Wakaitwa kanzu ya Yusufu, wakachinja mwanambuzi na kuichongia kanzu katika damu. Wakaenda nayo ili kanzu ndefu. Wakamletea baba yao, wakasema, tumeona hii, basi tutambue kama 31, 32, 33, 34, 36. Wakaenda nayo ili kanzu ndefu, wakamletea baba yao, wakasema, tumeona hii, basi tutambue kama kanzu hii ni ya mwanao ama sio. Akaitambua, akasema, ndiyo kanzu ya mwanangu. Mnyama mkali amemla, bila shaka Yusufu ameraruliwa. Yakobo akararua mavazi yake, akajivika dunia viunoni na kumlilia mwana siku nyingi. Wanawe wote na binti zake wote wakaondoka wamtulize. Lakini kidogo kuna kitu sijasikia. Nataka usome 31 kabisa. Ndio endelee. Wakaitwa kanzu ya Yusufu, wakamchinja mwanambuzi na kuichomvia kanzu katika damu. Bwana Yesu asifiwe. Taendelea 35. Wanawe wote na binti zake wote wakaondoka wamtulize, lakini akakataa kutulizwa. Akasema, la, nitamshukia mwanangu nikisikitika hata kuzimu. Baba yake akamlilia, nao Wamidiani wakamuuza huko Misri kwa Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari. Amen. 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 Nataka mtu mmoja uelewe. Mara nyingi nasema watu wanacheka, lakini naongea mara nyingi.
mtu yuko na neema ya Mungu au yuko na haki ya Mungu ndani ya maisha yake, sio mtu yuko na tabia ya kufa. Hata unaweza kupanda bandege yuko na shida, wewe huwezi kufa. Hata unaweza kupita njia ya kufa, watu wengine wanakufa, lakini wewe utaendelea kuishi kwa sababu Roho Mtakatifu atakusaidia. Hapa Yusufu ameuzwa, wamebaki na kanzu, kwa sababu shida zao ilikuwa kanzu ya Yusufu. Walikuwa wanasema kwa baba yetu anapenda Yusufu, ndiye alikuwa amemlea kanzu, tufanyeje? Tuchukue kanzu ya Yusufu, tuangalie sasa tutafanyaje. Sasa baada ya kuchukua kanzu ya Yusufu, wamesema nini? Wamesema hapo, tukiendelea kukala hii kanzu, baba ataelewa, tufanyeje? Wanaanza kufikiria. Unajua watu wanapigana na wewe, wako na akili mara 3 mara 10 mara 7 zaidi yako, lakini wewe kitu unaweza kuleta ushahidi ni Roho Mtakatifu tu. Ndio namwambia kwa watu, Mungu anasimama mtu ya mwisho. Usitafute kupigana na watu wote, huo wanaleta vita na maisha yako, lakini wewe tafuta kukaa salama na Mungu, kwa sababu siku moja baba yako atasimama. Amen. Wamechukua kanzu, wamekata kanzu. Sasa wamefikiria baada ya kukata tufanyeje? Wamesema kweli, hata tuchinje mwana kondoo. Hata Biblia inasema Mungu atachinja wa kondoo hata banyama na sehemu yako. Maana yake mahali ilikuwa damu ya Yusufu imwagike, damu ya kondoo na inamwagika. Sasa wamechukua damu, wamepaka na hii nguo. Amen. Baada ya kupaka na nguo, wamesema acha tupeleke sasa habari na baba. Tunataka baba asahau kabisa ke siku moja alikuwa na mtoto anaitwa Yusufu. Wamepeleka ikanzu, wamefika kwa baba yake, wamesema cheki nguo ya nani? Amesema ni nguo ya mtoto wako. Amesema nyama moja kali sana, amechinja mtoto wako amekula. Sasa tujue hata amekatika kidogo hata tumeshindwa kupeleka mwili yake. Baba ameanza kulia, wote wanalia, lakini huyu watoto walikuwa wanajua kitu moja. Walikuwa wanajua ke huyu nguo ni ya Yusufu, lakini damu ilikuwa sio ya Yusufu. Nataka kumwambia mtu moja, watu wanaweza kusimama kwa ajili yako, wanaweza kutoa hata ushahidi ya uongo. Wanasema ke huyu ni mwizi, huyu ni malaya, huyu ni kitu fulani, lakini jina wanatembelea ni ya kwako, lakini mambo wanasema sio wewe. Usipate muda ya kwenda kutafuta ushahidi, siku moja Roho Mtakatifu atasimama. Hata wanaongea, wanasema Yusufu amekula, wamekatika, angalia nguo zake, nyama kali sana kula, lakini huyu watu wanaleta habari. Hata walikuwa wanaleta habari ya uongo, lakini walikuwa wanatambua, wanajua habari ya ukweli. Wanajua ke huyu damu nguo ya Yusufu, lakini damu ni ya mwana kondoo. Usiogope, hata unaweza kusikia watu wanasema nini kwa ajili yako. Usiogope, hata unaweza kuona vita gani itasimama. Mungu anasema hata wadani wanaweza kusimama kwa ajili yako. Hakuna kitu mbaya itaweza kugusa maisha yako, kwa sababu huyu ameshikilia na mkono wa Bwana. Hakuna mtu anaweza kugusa. Wanalia, wanafanya msibani, wanalia kabisa, lakini wanajua kweli. Watu wangapi leo wamechafuliwa? Watu wangapi leo wanalia? Vitu ya uongo imevunja mafamilia. Vitu ya uongo imeachanisha watu. Vitu ya uongo imeleta hata vita. Hata wengine wako magerezani na vitu ya uongo. Wengine mwingine anaenda anasimama hata mahakamani anaongea vitu ya uongo, lakini Mungu peke yake anaweza kusimama kwa ajili yako. Mungu peke yake anaweza kubadilika. Leo wanaweza kusimama kuongea umepoteza haki, lakini mtu ameshikilia na mkono wa Bwana bado hajapoteza haki yake, kwa sababu Yesu yuko mpande yake. Amen. Wanalia kabisa. Wamesema Yusufu yetu, alikuwa mtoto wetu, alikuwa hivi. Wanalia, lakini walikuwa wanajua ukweli ke nguo ya mtoto wetu, lakini ya ndugu zetu, lakini damu sio ya kwake. Yuko na watu wanaweza kusimama na kuchafua, wanaweza kusema hata vibaya, wanaweza kuongea hata uongo, wanaweza hata maneno yao inaweza kuleta imani na watu wote ke vitu wanasema ni kweli. Umebaki peke yako. Usiogope, kwa sababu mtu ya mwisho bado hajasema. Hata watu wanaweza kusema asubuhi, watasema mchana, watasema jioni, hata wanakukataa kwa sababu ya haki yako. Usiogope, Mungu atasimama siku moja. Amen. Watu wanalia, lakini huku Yusufu ameenda hapo, wabaki na msibani. Ndugu zake wamesema tumebaki na mali, tumebaki na kila kitu, tutaangalia sehemu gani atapiga magoti mbele, tutapiga magoti mbele yake. Nataka kumwambia mtu mmoja, hakuna mtu anaweza kubadilisha vitu Mungu amesema kwa ajili yako. Hata baba yako, hata ndugu zako, hata rafiki yako, kwa sababu kitu Mungu ameweka ndani yako ni kitu mtawezi kubadilisha. Watu wanalia, wamesema wanajua hata na familia tuko na roho ya kuchafuana,
wazazi. Hii kitu inafanyikaka sana. Lakini hata hii kitu imepatikana ndani ya maisha yako, usiogope. Wewe baki sawa sawa na Mungu. Siku moja baba yako atasimama. Bado yuko hai. Amen. Tunaabudu Yesu Kristo yuko hai. Sio Mungu Yesu amekufa. Mungu wetu ukienda pale Israeli, imeenda mara 3, utakuta msalabani yuko wazi. Hakuna mtu pale. Sijui kama unaabudu Mungu gani. Maana yake kwa Mungu wetu yuko hai, anaishi. Watu wanapigana kwa ajili yako, wanachafua jina lako. Iko na siku baba yako atasimama. Baba yako sio baba hii dunia. Baba yako ni mtu huyu. Alikuwa siku moja ameenda kuishi na basi dawa kufi. Lakini baada ya siku 3 wakufu wamekataa. Wamesema ondoka hapa, sio sehemu yako. Ipatie siku amefufuka. Anaishi. Huyu baba yako anaweza kufanya vitu huyu watu wa dunia hawawezi kufanya. Amen. 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 Wanalia. Baba amesema natafanya msiba ya siku nyingi. Lakini kwa na watu wanajua kweli. Unajua kuna watu wangapi leo wanateseka? Hata umeona mtu amepata kazi ya kutembea na jina lako. Wewe usiogope. Endelea kukaa sawa sawa na Mungu. Mwambie tu Mungu, hii jina natumia ya kwangu, lakini maneno sijui imetoka wapi. Kwa sababu mbingu ilikuwa ya Yusufu, mtakiangalia. Lazima aseme kweli. Yusufu amekufa. Amen. Lakini damu ilikuwa sio ya Yusufu. Usiogope, kitu yote inaweza kusimama na maisha yako. Leo hata ndoa imevunjika, familia imeachana, watu wengine wamepoteza makazi na ushahidi ya uongo na vitu ya uongo. Unajua dunia watu deja wakianza kukaa kwa ajili ya kuongea vibaya kwa ajili ya mtu, shetani anaingia, anaanza kukupa wao vifaa. Jinsi gani wanaweza kuweka vifaa sawa sawa wewe upoteze haki. Lakini baba haki anaitwa Yesu Kristo. Amen. Hata unaweza kupoteza haki ya familia, unaweza kupoteza haki mbele ya watu. Usiogope. Watu nyingi sana leo wanalia. Mwingine wamesingizia vitu. Aje akikaa amesema hii vitu najua imetokea lini. Najua anashindwa hata anaenda kwa nani. Akienda hapa anafukuzwa, anaenda hapa watu wanakataa, lakini bado baba yako yuko hai. Iko kwa ajili yako. Iko na siku atabadilisha historia yako. Yusufu alikuwa anauzwa na maumivu ndani ya moyo wake, lakini walikuwa wanasahau, wanauza mtu alikuwa na neema na baraka kwa ajili yao. Nataka kumwambia mtu mmoja, umeenda mamlaka wapi? Baraka sio nyumba. Amen. Baraka sio gari, baraka sio safari. Kwa sababu watu wengi sana anaona akinunua gari au nyumba amesema nimebarikiwa. Haita sio mimi, nimekaa ndani miaka 5. Nimeona watu wanachezea pesa. Niko na rafiki, nimepata neema kuinuliwa nchi yangu DRC. Niko na rafiki wanachezea. Kama tuko na watu wanaweza kuchezea pesa kwa siku, anakula $5,000 maisha yake zote bila kuishia pesa. Amen. Lakini aliokoka. Utasema hii baraka. Hii sio baraka. Tuko sina mtu mwingine ni wizi. Niko na magorofa 50. Hii sio baraka. Baraka ni haja ya Mungu ndani ya maisha yako. Mungu anaweza kusema wewe utakuwa dokta. Mungu anaweza kusema wewe utakuwa dokta. Siku utaona umesoma somo umefika dokta, ni baraka. Baraka sio nyumba. Ndio unaona watu wengi sana wanaanza kuhubiri watu vitu. Ndio unaona watu mtakija kanisa anatafuta tu gari, anatafuta nyumba. Anawaza mbingu anatumia ndege au ataenda na njia chini ya gari. Hata mbingu ni kwa ajili ya watakatifu. Baraka ni haja ya Mungu juu ya maisha yako. Ukitaka Mungu, baraka ya Mungu ifike ndani ya maisha yako, tafuta Mungu amesema nini kwa ajili yako. Siku utajua anza kuishi jinsi gani Mungu atakusaidia vitu alikuwa amesema kwa ajili yako. Miaka 10 imepita, miaka 5, miaka 2. Ikitimizwa uje baraka. Amen. 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 Yusufu ameuzwa, lakini amebeba baraka inaenda. Kwa sababu alikuwa na deja watu wanapiga magoti mbele yake, maana alikuwa na mafuta ya ufalme ndani yake. Wanapeleka mtu ya baraka ndani. Hata mtu ya baraka ndani ya familia analeta neema. Ndani ya familia zote tumezaliwa ndani ya dunia. Tuko na mtu mmoja Mungu anatuma kama malaika anakuja kutoa familia ndani ya mateso apeleke mahali. Huyu mtoto anakuja na ahadi ya Mungu. Maisha ya mtoto anaweza kupita maisha magumu sana. Kote anaenda lazima watu wafurahie, shida itokee. Ukianza kuona vitu kama hapa, anza kusaidia mtu kwa sababu ndani yake yuko na kitu. Ndani ya kila familia tuko sina mtu Mungu anaweka kwa ajili ya kusumbua familia. Anazaliwa kabisa ni ndugu zako, lakini yeye kazi yake shetani ameleta kwa ajili ya kusumbua. Usiogope. Hii ni vitu ya kweli kabisa. Hii watu wawili na kila familia wapo.
Akipigia simu, habari mtu amevunjika, wamepigana, amechukua. Yeye hawezi kupeleka habari njema. Simu ndizo ile hiyo tunauliza tena, hii kitu gani tena imetokea hapo? Wapo. Lakini Mungu anasimama mtu ya mwisho. Yusufu ameuzwa, ameenda na baraka. Baba yao alikuwa tajiri ya hali ya juu sana, lakini mtu alikuwa na baraka, ameenda. Nataka kumwambia watu, mtu ya baraka akiyama na maisha yako, hata ulikuwa familia yako ulikuwa na mabilioni ya vitu, utateseka. Amen. 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 Baraka ni nini? Ni ahadi ya Mungu ndani ya maisha yako. Mtu wote atatembea na ahadi ya Mungu ndani ya maisha yake. Lazima utambue niko na baraka. Uweke na mabili mimi hapa siwezi kufa. Amen. 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 Mimi nimeshapanda mabasi, napanda kabisa basi, natembea, dereva anasema kile basi breki imeisha. Sijui kama ya mwisho kwa na mke wangu tunatoka si wapi, nimwambia dereva, nimeelewa mimi hapa nikifika stendi mimi natashuka. Kama basi yeye iko na shida, itapata shida baada mimi kushuka. Akao mimi niko ndani, mimi sina shida yoyote kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi. Amen. Usiogope vitu inatokea ndani ya watu kwa sababu baraka ni ahadi ya Mungu ndani ya maisha yako. Amen. 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 Tutasoma Mwanzo 40:1-5. Mwanzo 40:1-5. Ikawa baada ya mambo hayo, mnyweshaji wa mfalme wa Misri na mwokaji wake wakamkosa bwana wao. Tusome 39:1-2. Epiku 11:20. Tunarudi. Tasoma. 39. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa akida wa Farao, mkuu wa askari mkuu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akasitawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. 11. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema, lala nami. Yusufu akiacha nguo zake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Ikawa alipoona ya kwamba amemwachilia nguo yake mkononi mwake, naye amekimbia nje, akawaita watu wa nyumbani mwake, akasema nao akinena, angalieni, ametuletea mtu Mwebrania atufanyie dhihaka. Ameingia kwangu ili alale nami. Nikalia kwa sauti kuu. Ikawa aliposikia ya kuwa nimepata sauti yangu na kulia, aliacha nguo yake kwangu, akakimbia akatoka nje. Basi akaiweka ile nguo kwake hata bwana wake naye aje nyumbani. Naye akawaambia kama maneno hayo, akasema, yule mtumwa Mwebrania uliomleta kwetu aliingia kwangu anidhihaki. Ikawa nilipopata sauti yangu nikalia, akaacha nguo yake kwangu, akakimbia nje. Ikawa bwana wake aliposikia maneno ya mkewe, alimwambia akisema, mtumwa wako amenitenda mambo kama haya. Hasira yake ikawaka. Bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani, mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme, naye akawamo humo gerezani. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Amen. 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 Yesu unaweza kushangilia neno la Bwana. Biblia inasema Yusufu ameuzwa, amefika na nyumba, amefika na Egypt. Amen. Baada ya kufika huko, Biblia inasema amepata neema na kibali ya kuchukua, amechaguliwa kama mfanyikazi kiongozi ya nyumba ya waziri mkuu. Mtumwa lazima aende kufanya kazi ya ujenzi, kazi kubwa ya kujenga kazi ya ngumu asubuhi hadi jioni. Lakini yeye Mungu anatoa familia, anapeleka mahali watu wameweka sisi miaka 10, miaka 50, miaka 40 hajapata kazi, mtumwa anaingia. Nataka kumwambia mtu mmoja, mtu yoyote yuko na baraka ndani yake au haki ya Mungu ndani ya maisha yake, huyu mtu anaishi na kibali kubwa. Popote atafika lazima
atapata kibali tu. Yusufu amepata kibali. Huyu kibali imefanyaje? Imefanya waziri mkuu amechagua huyu mtu, amesema yeye ndiye atasimamia si tu nyumba yangu na vitu zangu zote. Huyu ni manager tu, hajasomea vitu, ametoka kama mkubwa. Mungu anakupa uzoefu. Nataka kumwambia mtu mmoja, usiogope kwa sababu watu wanapigana kwa ajili yako. Hata umefukuzwa wapi, hata unaishi shida gani, Mungu atasimama kwa ajili yako. Kote utaenda utapata kibali tu. Nasema kote utaenda utapata kibali tu. Kibali mtu amezaliwa na kibali yake. Nishike hapa mara moja nifute majasho. Watu wanakupiganisha kwa sababu wajui neema iko ndani yako imetoka wapi. Nifute majasho. Wajui vitu iko ndani yako imetoka wapi. Lakini kibali huyu Mungu ameweka ndani yako ni kubwa sana. Amen. Nasema kibali huyu Mungu ameweka ndani yako ni kubwa sana. Nataka kumwambia mtu mmoja, tafuta ukae sawa sawa na Mungu. Mungu ni baba ya watakatifu. Yusufu amefika ndani ya nyumba ya Potifa. Sasa Biblia inasema mke ya Potifa alikuwa anapenda Yusufu sana, kwa sababu Yusufu alikuwa mtu tofauti. Lakini Yusufu alikuwa anajua kitu moja. Neno la Mungu ilikuwa ndani ya Yusufu. Neno la Mungu ilikuwa ndani ya Yusufu. Huyu neno la Mungu ilikuwa imetoka neno la Mungu, lakini ilikuwa tabia ya Yusufu. Sisi wa Kristo tunateseka sana kwa sababu baada ya kusikia neno la Mungu tunatupa maneno, tunatupa Biblia. Hata neno la Mungu ukisikia, baada ya kufanya kila kitu fanyaje? Chukua hii maneno kwa tabia ndani ya maisha yako. Ndio maana nawekea wapata maneno hapa, amsikumi za Mungu. Naweka maneno hapa, nataka maneno ya Mungu ikuwe tabia ndani ya maisha yako. Ukishaanza kuishi maneno ndani yako, lazima vitu ukifanyike ndani yako. Yusufu amefika pale, mke wa Potifa anapenda kila siku. Anamwambia Yusufu, natakupa kila kitu. Yusufu alikuwa jana kila kitu. Yeye ndiye mwongozi, yeye ndiye manager namba moja. Lakini vitu ilikuwa na mkononi yake. Vitu huyu tu ndio wanamwambia Yusufu, ongoza na hivi. Nataka kumwambia mtu mmoja, usiogope kwa sababu shetani anapokupa kitu. Shetani hawezi kukupa kitu kingine. Shetani anakupa mtu kitu kwa mkononi yake mwenyewe. Amen. Ndio maana nataka utemene na mganga wa kienyeji, wewe unataka pesa. Kama hajazaliwa na nyota atakuwa chizi, ataokota karatasi nje. Maana yake hakuna mganga anakupa mtu pesa. Amen. Hakuna mganga wa kienyeji anakupa mtu pesa. Kwa ajili gani? Kwa sababu Yesu Kristo anakupa mtu kila kitu ndani ya maisha yake. Ukizaliwa na kitu ya Mungu ndani ya maisha yako, lazima ibadilishe kila kitu. Tunateseka sana leo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunaacha neno la Mungu. Wakristo wangapi leo wanaishi lakini wawezi kuishi tena nani baraka ya Mungu, kwa sababu mtu anasali, anaokoka, amesema ameokoka, lakini huyu mtu ukiona maisha yake mhubiri vizuri, lakini ndani ya kanisa anatembea na vitu watatu. Sasa hata anahubiri, hata anajulikana, hata anatembea na mitandao, huyu mtu hawezi kufanya kitu, kwa sababu ni Mungu ya Mungu ya Mungu sifuri. Mimi namwambia kwa watu, shetani anaogopa sio kwa sababu umesema katika jina la Yesu. Shetani anaogopa Yesu anaishi ndani ya Mungu. Amen. 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 Mimi nasumbua tuache tu sauti yangu na neno sawa. Amen. Shetani anaogopa Yesu iko ndani ya maisha ya mtu. Yesu anakaa ndani ya maisha yako. Anatosha vitu alikuwa amesema kwa ajili yako ifanyike. Usiogope kwa sababu watu wanasema kwa ajili yako. Usiogope kwa sababu unapenda ni shida kubwa. Ukishashinda shida ya familia, ukishashinda, umeshafika na mahali ya pili. Mahali ya pili Mungu anataka kujua Yesu wewe ni mtakatifu. Amen. Kazi ya Mungu ndio sisi wa Kristo tumepoteza nguvu. Ukiona mchungaji anakula pombe, mzee kanisa anatembea na miti fulani, huyu mwimbaji anatembea na huyu. Sasa hata tunakaa tunaomba, nguvu ya Roho Mtakatifu hamna. Ndio maana leo wachanga wanaanza kuchezea wachungaji. Ukiona leo hata wababa kienyeji wanaanza kuchezea mahali ya ibada. Kwa sababu gani? Wakristo tumepoteza nguvu. Nguvu ni kwa ajili ya watakatifu. Shetani anaogopa hapana kwa sababu tunatutuka. Mimi ndio naogopa hapana. Shetani anaogopa Yesu anaishi ndani yako. Amen. Ukitaka Yesu afanye mambo makubwa ndani ya maisha yako, toka na maisha ya
kawaida, anza kuishi maisha matakatifu. Amen. Kazi ya Mungu imeharibika. Watu wangapi hapa mzee mmoja kanisa ametoka chini hapa, alikuwa amekuja kwangu. Amesema mimi hapa nataka kuachana na mke wangu. Mimi ni mzee kanisa miaka 20 sina ngapi. Mimi nimwambia wewe kama unafanya sherehe ya miaka 20 ya mzee kanisa, na Biblia inasema usifurahie kwa sababu unafanya kitu fulani. Furahia kwa sababu jina lako imeandika na jina la watakatifu. Watu leo wanafurahia hata vita ina maana. Amesema nimeshaachana na mke wangu kwa muda miaka 2. Nimekuja hapa nabii unisaidie. Umwambie mimi jinsi gani sasa tunaweza kufanya na achana na unafunga ndoa na mtu mwingine. Nimemwambia wewe unawaza wewe ndio umeachana na mke wako. Mungu ndiye ameachanisha wewe na yeye. Amesema kwa ajili ya sema huko na ukimwi umepata kwa mwimbaji huko kanisani kwenu. Amesema kweli. Amesema naenda na kupima. Hapa chini tu naongelea na nisikie kwa rafiki yangu kwenye mtandao hapa chini mji mwenu. Amesema kama sijapata hiki kitu nakuja hapa prophet utanisikia. Wewe lazima naje kabisa na jinsi kufunga na mwambia baba niko vizuri sana na Mungu. Wewe nende tu hapa. Amefika pale baada ya dakika 10 hivi nasikia mtu anapiga simu. Baba sasa tufanyeje? Nimesema nini? Nimesema wamepima zaidi ya mara 5 nimepatikana kabisa. Nasema nini? Anashinda hata kuongea. Baba mzima anaongoza kunje na mzee kanisa anapata iko na miaka 50 na mbili. Amezinya kwenye mabebaba hata uko na tabia yako kufa ukienda kufa huko kumalike ukipatikana hapo na mtu wa mke kama kitapona pale alikuwa ametoka hapa kwa sisi saa 2 saa 3 hivi ndani kwa anatoka hapa amechoka anashinda hata kuongeza gari anasema natafuta dereva alipe aende kurudisha hii nyumbani. Nasema dhambi ni mbaya mno. Shetani akitaka kugusa maisha yako na mmoja anataka akutoe na maisha matakatifu, akuingiza na maisha ya dhambi. Watu wengi sana leo wamepoteza nguvu kwa sababu ya maisha ya dhambi. Amen. Wakristo hata leo mimi namwambia kwa watu tukitaka Mungu afanye mambo makubwa, tutoke na maisha ya dhambi. Yesu Kristo ni baba wa watakatifu. Amen. Mimi kote naenda nafanya mikutano, nina watu wengi wanafika labda 1000, lakini kwa nini hapa watu wanakuja kwa sababu tunapenda mahubiri ya mtakatifu. Watu wanapenda tupokea, barikiwe. Nini utabarikiwa vipi unatembea na mume wa watu? Mungu akiongeza siku utayaribu ndoa ngapi? Ndoa ikuni itaharibika. Ukitembea na wewe unaiba. Tukisema barikiwe, utaenda kuamsha makampuni ya watu. Utakuwa muibi kubwa sana na mmoja lazima ukoke. Na mwambia kwa watu kazi ya Roho Mtakatifu sio kuamsha watu chini. Watu wameka na akili yao. Kazi ya Roho Mtakatifu kuamsha watu chini. Ndio unaona leo hata mtapofika anaohubiri, anaanza kutafuta mchungaji anataka watu wanaanza kuanguka chini. Yesu alikuwa mtu ya nguvu aliamsha watu chini. Amen. Kazi ya Roho Mtakatifu ni mabadiliko. Mtu akiingia na shida,
shida zake anaacha kwa Mungu, mzigo wake yeye anabadilika. Lakini leo watu wanaweka kazi ya Roho Mtakatifu ni kuangusha watu chini. Sasa hii nguvu ya kuangusha watu chini haisi ifika pale ya mtu. Sasa rais usema kama Roho Mtakatifu mkuu yesha akija pale amen. Baada ya kuja pale Roho Mtakatifu inachagua watu gani? Mimi naamini mtaweza kuanguka. Nimeona tena mkutano wangu watu wanaanguka, lakini siwezi kuamini mtu anaweza kuanguka zaidi ya mara 4 na maisha yake ya Kristo. Kama mara ya kwanza umeanguka kwa sababu wewe ulikuwa na pepo, tumekubali. Mara 2 umeanguka wamesema umepokea Roho Mtakatifu. Ya 3 wamesema umepokea baraka. Ukianguka mara 4, tukianguka sasa hivi kuna wachungaji fake wameweka ndani ya akili ya watu kuonyesha watu maisha wa kazi. Tuko na watu wanao ndio umeona leo mtu akitafuta pesa duniani yapata anakuwa jina apostle ni Dar es Salaam wamejaa wanganga kelele zote ni wadadi wanganga kelele zote ni apostle ni watume. Anauza chupi ya upako, anauza single, anauza na kitabu. Sasa huyu vitu imetoka wapi? Amen. Tuko na maji mwingine unajua maji ya ukonyani, lakini maji inatoka na makaburini. Tunajua hivi vitu. Sasa wewe kama unachukua mwingine na kunywa mwingine na paka, kesho utapata magonjwa unasema umelogwa na familia yako, umelogwa na kanisa umetoka. Watu wengi sana wanateseka leo kwa sababu umetoka sehemu mbaya. Kazi ya Mungu imeharibika. Itakuwaje umekaa miaka 5 bila kuzaa? Unazaa mtoto unafanana na mchungaji. Roho Mtakatifu anaenda kutoa mtoto sura, amekataa sura ya mama, amekataa baba, amekataa bibi, amependa tena mchungaji. Tukisema anasema vibaya. Lazima turudishe watu na maisha haki. Amen. Watoto wangapi wameharibika kanisani? Amen. Tuko na watu wengine unaweza kupokea kwa ofisi unatoka machozi natoka. Unaona binti ajui mwanaume amekuja kanisani umemjia kwanza anatembea na mchungaji. Hakuna mzazi yake anajua. Epi mchungaji anamwambia ukimwambia mtoto atakufa. Huyu binti anakaa anashiba familia wanaona tu mtoto anapungua anapoteza makilo. Lakini mtu anatesa hii binti ni kanisani. Nataka kumwambia mtu mmoja turudishe watu na maisha watakatifu. Kazi ya Mungu imeharibika. Mimi sio mchungaji kubembeleza watu. Watu wanakaa nyinyi wanajua. Hivi mimi ukiingia kwa tuzo na kuja kama wao mtu anatoka tu pale na ingia na mwambie umetoka hivi ndio umetoka. Mtu kama umetoka sehemu mbaya. Kitu ya kwanza na kinyaka ibada. Niko vizuri sana. Mimi wanabii sio kwa sababu naweza kuona huko na nyuma mitatu leo hapana. Mimi naona kimetoka gesi, umetembea na mume wa watu, umekata na kupa namba ya simu yake na kupa nani namba na mahali ulikuwa umeandika na kitabu. Na mtu alikuwa ameingia na muda. Amen. Tunasaidia watu waokoke. Amen. Tulikuwa na kundi ya kwanza hapa kanisani siku ya dunia. Nimepokea familia hapo ofisi yangu mwingine hapo niombe watu. Mtu yote ameingia na mume wake hapa. Mwanaume yote anasikia hapo ukitoka nje ya ndoa, nguvu yako ya kiume imebaki pale. Mwanamke ameshabaki nguvu. Nyingi. Hadi sasa wanalia. Mungu iko na nguvu. Na maana ndio utafuta mwana kienyeji, mume wake anatoka nje, piga magoti kumwambia Mungu. Akitoka tu nguvu imebaki pale. Hadi siku atatubu, hata huko kutubu. Amen. Wiki ya tatu atatubu kwa sababu ataomba msaada tu. Usiogope, Mungu iko na nguvu. Watu wanateseka leo kwa sababu wamepoteza nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio maana watu wanateseka, watu wanalia. Kwa hiyo Mungu anaweza kila kitu. Amen. Shetani anaogopa, wachawi wanaogopa utakatifu. Biblia inasema yuko na malaika wa ulinzi kwa ajili ya watakatifu. Mtakatifu hata anaomba kidogo, hata anasoma Biblia kidogo, hawezi kuguswa. Amen. Hata wachawi wamekaa kikao, hawezi kuguswa. Amen. Mimi siku moja nilikuwa Subawa. Nimeenda mkutano, nimefika tu waskofu 14 na saizi zote, fupi ya mirefu, ya minene ndio wamesema prophet umetuma umetoka hapo, nimesema toka nimesema unauliza habari ya Kristo na ndio habari ya Yesu. Sasa mchungaji anataka mimi naamini. Wachawi Subawa wako zaidi ya Yesu mimi nabeba.
Kwa hiyo mimi mchungaji mmoja alikuwa hapa jana. Alikuwa aje kukutana leo mimi nimeingia Jumamosi. Nilikuwa na mkutano siku moja Jumapili. Wamesema amelala ameamka tano. Dori. Sasa wao ni mabia ameamka tano kwa sababu najua kitu gani imeleta tano. Ameenda na safari gani? Mimi najua nani amenituma hapa. Amen. Baada hapa nimefukuza hii watu wote. Watu wanaongea vile wa Kristo. Amen. Nimefukuza baskofu wote walikuwa hapa. Nimeomba, nimepata hasira yao, nimeenda kwenye redio nimetangaza. Naomba wachawi waona kenyeji budi kupima kiwanzani. Epi naongeza tena siku saba. Tokai pale Jumapili wasio unasema nimekimbia. Mimi nikienda mkutano nikiisha saa 6:30 naondoka. Hata niko wapi naondoka. Sasa nikienda wanasema nimekimbia. Hata tuongeze siku saba. Lakini zaidi ya waganga wa kienyeji 50 iko na mitandao kwenye YouTube wanaurudisha nguvu tumechoka. Kwa sababu gani? Yesu ni kubwa. Ukitaka Yesu Mungu anafanya. Na mwambie mtu mmoja ukitaka ulindwe na dunia, ishi maisha matakatifu. Amen. Usitafute ujiwele na watu, maisha matakatifu ndio shetani anaogopa. Leo unataka Kristo unakula pombe. Wewe unasema mimi hapa mtakatifu siku ile kwa chupa ya pombe na kisinya kitanda yako inatoka wapi? Shetani anakula. Au pepo. Wewe kanisa mwimbaji kitu fulani lakini chini ya kitanda yako kwa chupa ya pombe imejaa. Kanisa wanashindwa kucheza lakini huko kwenye baa wewe ndiye mchezaji wa kwanza. Tumujie Yesu salamu sawa sawa. Yusuf amesema siwezi kulala na mke ya mtu sio kwa sababu mtaniona kwa sababu niheshimu Mungu. Amen. Niheshimu Mungu. Mambo itabadilika. Amen. Nataka kumwambia mtu mmoja heshimu Bwana Yesu. Ukiheshimu Mungu vitu itabadilika. Amen. Amen. Unaweza kwa nini hapa hadi sasa nakosema pili vipi? Iko na pigi vyombo complete zote. Lakini unampigi vyombo malaya hii fulani. Anakuja tena mwambie wewe njoo hapa. Hii Miriam ilikuwa ni mageni nilikuwa ni gesi saa 2 usiku. Mchungaji kwa umeona nilikuwa nimeona tulikuwa hapa. Amekimbia. Wewe unakuja kwa hiyo mpaka wote wanakimbia. Maana yake sio tunatafuta watu wapigi vyombo, tunatafuta watakatifu watumie hivi vitu. Kwa sababu kama mtu mchafu anatumia hivi vitu, atakulogwa. Kulogwa sio tu mchawi. Mchungaji malaya anakuwekea wewe mkono. Hata sio wewe mkoa malaya, unaweza kupata wewe malaya. Amen. Ndio kama familia imeharibika. Watu wameharibika sana sehemu ya kuomba. Shetani anajua na muda huu watu wengi wawezi tena kwenda kwa waganga kienyeji. Sasa amechukua waganga wamevaa nguo ya wachungaji lakini tunatambua wao na tabia zao. Amen. Niko na wengine hapo wameenda nabii amechukua binti ya watu ameenda kuosha binti ya watu bafuni. Anatoa pepo inatoka na maji na sabuni imetengenezwa na kampuni ya Wachina. Mimi nawaza hii sabuni ilikuwa imetoka mbinguni, lakini hii sabuni imetengenezwa na kampuni ya China. Sasa prophet unawaza binti ya mtu bila nguo unawasha ina sabuni. Na vitu ya kweli. Tunapeleka jina Bwana Yesu wapi? Watu wangapi wameharibika leo? Nataka kumwambia mtu mmoja tutengeneze na Yesu. Usikubali nikaje kuchezea na nyuma. Naongea na watu hata watoto hapo. Usikubali mtu yoyote aje kuchezea nyuma ya Biblia. Dunia imeharibika. Amen. Ndio maana hata sehemu nyingine watu wanauza Biblia inasema tumepokea Mungu tutoe Mungu. Bali wanauza, wachungaji wanauzwa, vitu fulani wanauzwa. Tunauzwa nini? Tumenunua wapi? Kama kitu nauza umenunua mbinguni, nipe sisi namba ya dereva na kupeleka mbinguni. Sisi wote tuende kununua jumla huko. Amen. Watu wanadanganya mno. Kazi kubwa sana urudi ndani ya maisha matakatifu. Yusufu amekataa kila kitu, amesema lazima aishi maisha matakatifu. Amen. 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 Kazi yetu kubwa sana kurudisha watu ndani. Mungu mtakatifu sio kwa ajili ya kuamsha watu chini na sisitiza. Sio kwa ajili ya ujiza. Mkristo wa kweli hawezi kutafuta ujiza. Biblia inasema ujiza inafuata watakatifu. Hakuna jina la nabii. Pia anasema mimi ni mtu wa ujiza. Mimi nimeona hapa mtu anaingia mgonjwa na kaza pole. Nimeona hapa mtu anakaa na magonjwa fulani, Mungu anabadilisha maisha yake. Amen. Bila kutafuta kitu yote maana yake sio ni Yesu ndiye anapona. Amen. Ndio watu wameteseka sana kupata neema kununua vitu wanatumika na hao. Wanaanza kuuza Mungu yanabidi aje kupona, sema Yesu amenipona. Amen. Kwa sababu uponyaji ni kitu hakuna mteleza kutafsiri. Biblia inasema na siku ya mwisho Shetani atafanya matokeo makubwa sana. Itachukua hata watu wakubwa, inatoa wale maisha matakatifu, watabaki na maisha mchafu.
turudi na maisha matakatifu. Yesu anakuja. Amen. Yesu akija usikuuliza huko na gari ngapi, huko na eneo ngapi, huko na nguo ngapi. Mungu atauliza. Mungu ataangalia Yesu unaishi maisha matakatifu. Amen. 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 Ukitaka uishi vizuri duniani kote na yeye naishi maisha matakatifu. Usikubali mtu aje achezee maisha yako kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya vitu. Usikubali. Amen. Amen. Yusufu amefika magerezani. Mke wa Potifa kabla kwenda magerezani amekata siku moja achukue kwa nguvu. Yusufu amekataa. Amebaki tena na nguo zake. Huyu mtu alikuwa ameuzwa, nguo imebaki. Nguo ya pili tena imebaki. Amechafuliwa tena. Amen. Wamesema alikuwa anataka kubaka. Nataka kumwambia mtu mmoja, ukiishi maisha matakatifu lazima uishi makini sana. Ujue kiko na matokeo yatatokea na jina lako. Wanaweza kusema wewe ni malaya, wewe ni mwizi, wewe ni ombea, wewe ni vitu fulani. Tulie tu. Kwa sababu gani? Kwa maisha matakatifu inapigana sana. Shetani akishindwa kitu anataka kwa atakuchafua. Ndio maana Biblia inasema Yohana 10:10. Shetani anakuja kuiba, kuchinja na kuharibu. Namba moja, Yusufu anataka kuiba, wameshinda. Wameshindwa. Ya pili wamefanyaje? Wamechinja. Tatu wameharibu. Wanaanza kuchafua jina lake. Hadi mume wake kufika analia. Hata alikuwa analia, alikuwa anajua kweli. Nataka kumwambia mtu mmoja, usiogope. Hata huyu watu wanaongea vibaya kwa ajili yako wanajua kweli. Amen. 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 Wanajua ukweli. Usiogope. Wanajua ukweli. Mtu anaweza kusimama lakini anajua ukweli, lakini huyu anaongea anajua ukweli. Iko na siku watakuja kuomba msamaha. Amen. Mimi sina mchezo na mchezo. Mimi mchezo kujaribu tu na mtu hapa na kuloga. Mimi niko vizuri sana. Sisi wachawi tunasikwa. Wachawi tunafinika. Muda imefika watakatifu waishi maisha ya furaha, waishi maisha ya baraka, wapate maendeleo. Nasisitiza muda imefika. Amen. Amen. Yusufu ameenda tena magerezani. Amefika huko magerezani, amekaa tena. Hata Mungu alikuwa anatoa Yusufu, anapeleka Yusufu sehemu ya baraka. Vita inaweza kusimama na maisha yako, lakini huwezi kupoteza vitu Mungu amesema kwa ajili yako. Hata watu watasimama asubuhi, mchana, jioni, huwezi kupoteza. Amen. 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 Tutasoma Mwanzo 41:5. Rema. Tutasoma 41 moja tena hadi 5. Mwanzo 41:5. Tutasoma. Kama baada ya mambo hayo, mnyeshaji wa mfalme wa Misri na mwokoaji Usibe tu. akamkosa Bwana wao, mfalme wa Misri. Farao akawagazikia maakida wake wawili, mkuu wa mnyeshaji na mkuu wa waokoaji, akawatia katika lindo nyumbani kwa mkuu wa askari humo gerezani. Baada ya kufungwa Yusufu, mkuu wa askari akamwekea Yusufu watu hao, naye akawahudumu nao. Wakakaa siku kadha wa kadha katika kifungo. Wakaota ndoto wote wawili, kila mtu ndoto yake usiku mmoja, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake. Mnyeshaji na mwokoaji wa mfalme wa Misri waliofungwa gerezani. Sasa utaendelea 39 hadi 43. Pale pana 41 moja hadi 5, 39 hadi 43. Sasa 39 hadi 43. Tasoma Mwanzo 41:39 hadi 43. Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe, basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa katika kiti cha enzi tu. Nitakuwa mkuu kuliko wewe. Farao akamwambia Yusufu, tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akafua pete yake na muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitanzi nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake.
akampandisha katika gari la pili alilokuwa nalo, na watu wakapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Amen. Amen. Naweza kushangilia Yesu. Yusufu alitupwa magerezani. Neema hali ya Mungu ilikuwa juu ya Yusufu, ilikuwa ya uongozi. Alifika pale, alikuwa akienda kuongoza magereza. Alikuwa mkuu ya wakuu zote ya nchi, walikuwa magerezani, wafalme yeye ndiye alianza kuongoza. Sasa Yusufu alikuwa anateseka na maisha yake kwa sababu bado alikuwa amepata funguo ili aweze kusaidia Yusufu atoke ndani ya matatizo ya maisha yake. Amen. Hata matatizo ya Yusufu kitu ilikuwa inataka kutoa Yusufu, alikuwa na neema ya kuota, lakini funguo ya kutoa Yusufu na matatizo ilikuwa funguo ya kutafsiri ndoto. Hata hauwezi kupata kibali ya kutafsiri ndoto kama ndani yako maisha maombi hamna. Yusufu ndani ya magerezani amepata neema ya kuomba, ameanza kupata neema ya vitu nyingi sana. Sasa baada ya kuomba na vitu nyingine, Biblia imeanza kusema kitu gani? Sasa Mungu ameenda kufungua Yusufu kibali ya kutafsiri ndoto. Hata huyu kitu ndio ilikuwa ya mwisho Yusufu alikuwa anatafuta kwa ajili ya kufika mahali Mungu alikuwa amesema maisha yake. Nataka kumwambia mtu mmoja, hata unaishi maisha magumu sana, unaishi maisha ya shida, ingia tena ndani ya maombi, mwambie Mungu, mimi peke yake siwezi. Mimi peke yake siwezi kufanya kitu fulani. Mungu atakuingiza ndani ya shida mbalimbali, atakutoa ndani ya shida, Mungu atakuinua. Amen. 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 Yusufu amejaribu sasa funguo ya kwanza, ametafsiri ndoto ya kwanza, ametafsiri ya pili, ametafsiri ya tatu. Mungu amesema tayari Yusufu anaweza. Amen. Amen. Baada ya kutafsiri kitu gani imefanyika? Mungu sasa ameacha Yusufu, ameenda kupeleka ndoto kwa ufalme. Ufalme amelala, ameota. Nataka kumwambia mtu mmoja, muda imefika. Mtu yote yuko na shida, yuko na jibu ya maisha yako, lazima aote. Alale kabisa, aanze kulota kwa ajili yako. Anasema pale, lazima naachie baraka sio ya kwao. Lazima naache ofisi sio ya kwao. Muda imefika. Ufalme ameota, amesema, hii ndoto gani nimeota? Ameitwa wachawi. Unajua Israeli, unaitwa Misri, Egypt, ni mahali uchawi kuu imeanza na dunia. Amen. Hata ukisikia habari ya formation imetoka huko kwa Farao. Siku Farao amesema kwa nini Mungu ya Musa alikuwa na nguvu zaidi yetu, tuchukue kitabu ya Zaburi na nguvu zetu tochange, ndio formation imeanzia pale. Tochange, baada hapa tukue na nguvu zaidi. Sasa uchawi umetoka huko. Amechukua wachawi zake na watu ya akili. Amesema utafutie ndoto, wa wote wameshinda. Nataka kumwambia mtu, hakuna mtu anaweza kukana sehemu yako ya kazi. Hakuna mtu anaweza kukana siti yako, kwa sababu Mungu peke yake akisema kwa ajili yako kitu kitafanyika. Yusufu ameishi maisha matakatifu, ndio Mungu amepeleka Yusufu hadi na kiti akae. Amen. Amen. Wameshinda Yusufu, ufalme umesema okay, natachinja kila mtu hapa. Wamesema pale ufalme acha tuseme. Huko magereza iko na mtu mmoja amefungwa pale. Huyu mtu tulikuwa pale ametafsiri ndoto zetu. Nataka kumwambia mtu mmoja, ndani ya shida watu watakukumbuka. Ndani ya shida wataona Mungu wako. Ndani ya shida watasema bana, huyu mtu alikuwa mtu akiwepo hapa ataweza kusaidiwa. Amen. Wamekumbuka Yusufu. Sasa ilikuwa na sheria kabla kuona ufalme. Namba moja, lazima wakati wenyewe uvae nguo vizuri, waweke perfume oge. Sasa nguo ya tatu, Yusufu anaenda kutolewa nguo ya magereza, anavaa nguo ya kuingia kuona ufalme. Ndoto watu wameshinda. Yusufu amekuja, ameongea, ametafsiri. Ufalme amesema, kwa kuwa umeweza hiki kitu, sijaona mtu mwingine anaweza kukaa, utaongoza miaka 14. Baraka imefika. Familia ya Yusufu walikuwa wanawaza pesa ya baba yao na vitu ya baba yao itasaidiwa ke Yusufu aongoze wao. Ndio kuna wameshuhudia Yusufu. Lakini baada ya Yusufu kwenda, Yusufu ameacha pesa, ameacha nyumba, lakini njaa imeingia. Wameacha utajiri kwa ajili ya njaa, wamekuja kutafuta chakula kubadilisha na utajiri. Sasa mali walikuwa wamefika. Muda wamefika, mtu alikuwa anaongoza, ilikuwa mtu walikuwa wameuza zamani, alikuwa anaitwa Yusufu. Wamefika, wamepiga magoti, wanasahau ndugu zao. Baada ya kupiga magoti, Yusufu amefukuza magari, amesema, "Waangalie vizuri, mimi ndiye ndugu zenu." Wanastuka. Vitu Mungu amesema kwa ajili yako itatimizwa. Amen. Anasema itatimizwa. Amen. Nasisitiza itatimizwa. Amen. Wote watu Mungu akisema kwa ajili yako, hata unapita
kulia, unapita kushoto, unapita kwa tatizo. Wewe weka na akili yako, Mungu sio mtu atumia kuongea bongo. Iko na siku itatimizwa. Amen. Yusufu ameenda sasa, mfalme ametoa pete yake, amebadilisha. Hata pete na ufalme maana yake kiongozi. Ni agano ya ufalme na nchi yake. Anakupa Yusufu, maana yake Yusufu ndiye ameanza kuongoza kila kitu. Amesema ukitoa neno langu, watu wataongoza na neno langu tu. Ndio ukiona kutoka Yusufu, ndiye hata Israeli ilikuwa imefuata Yusufu na Egypt kwa ajili gani? Kwa ajili ya njaa. Ndio wamekaa miaka 400 kwa ajili ya vitu vingi. Nataka kumwambia mtu mmoja, watu watakufuata. Hata leo unateseka, lakini Mungu ya kuinua ameshafika. Nataka kumwambia mtu mmoja, Yusufu amefika na sehemu ya baraka kwa ajili ya maisha matakatifu. Leo tunashindwa kuishi hali ya Mungu ndani ya maisha yetu, kwa sababu maisha matakatifu hamna. Mimi nimeona watu wengi sana hata wameharibika kwa sababu maisha matakatifu hamna. Siku moja nilikuwa Mbauda. Amen. Nilikuwa Mbauda, ilikuwa nawaza kabla ya ndoa zangu. Ilikuwa imebaki dakika kadhaa kabla ya ndoa. Kijana mmoja amekuja, anaweza kukaa kama na 30 pointi. Amesema, "Prophet, nimesikia kabisa ndani yangu nataka kuanzisha huduma." Unajua shetani anataka kutumia watu, anatumia na watu wengine, unashangaa. Amen. Ndipo tumetoka tumeuza vitu zetu. Nilikuwa na pesa zangu nataka kuanzisha huduma. Ametulikuwa mimi na mchungaji mmoja, alikuwa karibu yangu sana. Nimempeleka pesa kwenye meza. Hii pesa ilikuwa sio kwenye benki, ameweka kwenye meza, ilikuwa milioni 25. Pesa dogo tu. Lakini ilikuwa pesa hiyo ilitoka kwa Mungu. Watu wanakufa leo, familia inaachana kwa sababu bado hujapata wachungaji wa kweli. Amen. Nimeangalia pesa, nimeona mama yake hospitali, ndani ya pesa tu. Nimeona baba yake analia, mdogo wake anaanguka chini. Nimesema kwa nini nimeona hivi vitu? Amesema mama yangu anaumwa mtiko hospitali. Nasema hapana, umeuza nyumba ya familia. Mungu ameiba ndio kitu muuza nyumba mama yangu hospitali. Mungu amesema rudisha. Amesema nimetoka kwa nabii zangu. Nabii anajulikana sana hapa Tanzania. Nimekupa milioni 25 kama nimeleta hapa, amenibariki. Nasema amekubariki hata kuuza hapa nyumba ya serikali. Amen. Nimemwambia kama huwezi kurudisha pesa, mimi nataomba Mungu atarudishia baba yako nyumba. Baada ya muda huyu kijana Said unaongea amekufa. Serikali imerudisha wazazi wake na nyumba. Lakini kama mchungaji ya kwanza alikuwa amesaidia kijana, amemwambia kijana ndiye kurudisha pesa. Kwa sababu alikuwa mtumishi wa mtoto wake kabisa. Huyu kijana hawezi kufa. Watu wengi sana leo wanakufa kwa sababu Wakristo leo wanataka uongozi, wanataka pesa na mali ya kutaka kama Mungu. Ukiona kama utameingia ndani ya huduma, mtu yuko na pesa moja mzee wa kanisa. Baada ya siku kiongozi fulani. Sasa hiki tunaharibu huduma. Mungu anataka watakatifu waongoze. Ndio umeona Mungu akipata maamuzi, wanapata maamuzi natoka kwenye kichwa na mali ya kuweka maamuzi natoka na Roho Mtakatifu. Usiweke sisi tunaweka watoka sio kwa ajili ya karama na vitu na pesa. Tunaweka watu kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Mungu mwambie kazi ya Mungu Yesu mwenyewe anabeba. Amen. Amen. Alifika hapa Mungu mwenyewe anabeba. Ukifika tena baada ya miezi 6 ni mwaka utakuta tena vitu vingine Mungu anabeba. Maana yake tufanye kazi ya Mungu na watakatifu. Ndio umeona mtoko yuko na pesa kabisa anatomwambia baba mchungaji mhubiri leo mimi sijapenda. Nini nakufukuza? Mhubiri natoka kwa Mungu, naongea kweli. Wewe huwezi kusema kupenda mhubiri, Mungu ndiye analeta mhubiri. Amen. Tuishi maisha matakatifu. Mungu akubariki. Ishi tu maisha matakatifu. Amen. 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 Mungu amenipitisha maisha yote nimeishi maisha maskini, nimeishi maisha ya tajiri, nimeishi maisha ya Afrika, nimeishi maisha ya juu, nimeishi maisha ya kutembea magari 3-4, nimeishi maisha ya kutembea na miguu, nimeishi maisha yote. Mungu amenipeleka wote, najua jinsi gani watu wanaishi, lakini mbingu iko kwa ajili ya watakatifu. Sisi kanisa huduma tunafanya kazi sio kwa ajili ya watu, tunafanya kazi kuingiza watu mbinguni. Hakuna mtu anaweza kuingia mbingu na dhambi. Samson alikuwa mtu wa nguvu. Alikuwa na agano la Mungu. Alikuwa na haja ya Mungu ndani ya maisha yake, lakini kwa ajili ya maisha mchafu ya kutembea na mke na Delila, amekataa kusikiliza Mungu. Amekufa mapema. Amen. Amen. Ndio kwa tano wachungaji waishi kwenda mbele. Mimi mchungaji mmoja alikuwa amekuja kwangu. Nyumbani zangu. Amefika. Nimekuja kuongea mwambie wewe shida zako huwezi kubarikiwa
huwezi hata unajulikana kwa sababu ulikuwa umepiga mzazi wako. Amesema mzazi wako alikuwa anakula pombe, analeta aibu, anatumia mimba picha, nilikuwa naenda nimepiga aibu. Biblia inasema ukishika mzazi yako umelaaniwa. Hata mzazi yako ni mlevi, hata ni malaya, hata ni mchawi, ukishika umepeleka kutoa kwa nguvu kwa nani? Vita na roho, umepeleka na mwili, umelaaniwa. Huyu mchungaji alikuwa anaomba sana lakini anateseka hivi. Anajulikana lakini anateseka. Anahubiri makutano makubwa na zile kila kimaliza anatafuta hata soda. Maana yake anaishi ndani ya laana. Ni ukitaka utoke hapa, tutafute mzazi wako tuombe msamaha. Amesema mzazi wako ni mlevi na anasema lazima uombe msamaha kabla baba yako aufe. Amen. Biblia inasema na Efeso 6:1-2-3. Mtoto ukiishi ukitaka mtoto anaheshimu wazazi ataishi miaka nyingi. Maana yake kama heshima ya wazazi amini utaishi kidogo. Ukisoma tena Biblia vizuri, Biblia inasema mtakifa chini ya miaka 90 anakufa kijana. Nini msifikirie atakufa? Hamna, siwezi kufikiria. Kwa sababu bado sijafika 30. Amen. Amen. Leo watu wanakufa 30, 20, 40 kwa sababu maisha mchafu imezidi. Tukichukua amri 10 za Mungu, ukiona iko na mali Biblia inasema heshimu nyinyi atasema heshimu baba yako na mama yako. Kwa nini Biblia inasema? Kwa sababu baba na mama ni miungu mmoja, Mungu anajua duniani. Amen. Sasa wewe unaishi umesema nimejana Roho Mtakatifu siwezi kuheshimu wazazi. Hivyo gani unatumika? Nataka kumwambia mtu mmoja badilika. Amen. Yesu amekuja kwa ajili yako asubuhi ya leo, anataka ubadilike. Amen. Kuheshimu wazazi ni baraka kubwa sana. Amen. Amen. Tuko na familia ina tatu. Huyu Mungu anajua. Ya kwanza ni serikali, wewe umezaliwa baba na mama. Ya pili ni serikali. Muongozi wa serikali ni baba, ukigusa utalaaniwa. Ya pili, ya tatu ni muongozi ya huduma ya kanisa yoyote ya roho. Inaongea sio muongozi ya kawaida, muongozi anaogopa Mungu. Kwa sababu tuko na uongozi malaya, tuko na uongozi wa kula pombe, tuko na uongozi mwizi. Waongozi wako aina nyingi, lakini uongozi unaongelea baadhi ya watakatifu. Huyu Mungu anajua. Tuishi maisha matakatifu, Mungu atafanya. Dunia tunasukia mwisho wa dunia. Hii dunia siku moja itapotea. Baada ya kupotea utaenda wapi? Amen. Tunafanya kazi ya Mungu sio kujaza magari nje, sio kupata jina. Kazi ya Mungu tunafanya kwa ajili watu waingie mbinguni. Watu watoke na maisha ya dhambi. Unajua sisi kama Wakristo tukifanya kazi yetu vizuri sana, hata magerezani itakosea watu kutoka huko. Kwa sababu wataishi maisha haki. Tukifanya kazi yetu vizuri sana, watu wataishi maisha ya upendo. Tukifanya kazi yetu vizuri sana, watu watabarikiwa. Ndio wivu imejaa kwa sababu hata ndani ya huduma, ndani ya kanisa hapa ni wivu na wivu. Mtu akivaa vizuri, anasema huyu mtu ndiye anavaa mtu wa mwili kidogo anavaa mwili mkubwa. Ameredisi na inazunguka kama kazi. Sasa mtu hapa anapita, yeye anaongea. Huyu unawaza hii nguo dukani ilikuwa moja tu. Amen. Hii tunapeleka mtaongea hivi ni wivu tu. Amen. Ukinepa umesema umekula dawa, ukikoza umesema umekanyaka. Watu wako na maneno nyingi tu. Amen. Sasa usiishi kwa ajili ya watu, ishi kwa ajili ya kitu Mungu ndani yako. Watu wataendelea kuongea tu. Ukiishi duniani watu wataongea. Amen. Ishi kwa ajili ya Mungu. Ukiishi kwa ajili ya Mungu, Mungu atainuliwa, utabarikiwa. Amen. Tunaweza kusimama tunashangilia. Nataka ufunge macho dakika 5. Mwambie Mungu akusamehe na kosa yoyote unajua ulikuwa umefanya. Hii inaweza kuzuia Mungu afanye kitu ndani ya maisha yako. Dakika 5 tu. Nataka kumwambia Mungu akusamehe. Mtu mwingine anaomba lakini anaishi wiki, mwingine anaongea Mungu, mwingine anaishi maisha mchafu, mwingine anafanya vitu mbalimbali. Lakini umekuwa dakika 5. Utengeneze na Mungu. Mwambie Yesu atakase maisha yako, abadilishe maisha yako. Tuombe katika jina la Yesu Kristo.